Anaangalia laana inavyoanza, anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ina maana ardhi ilikuwa ni njema tu, lakini baada ya yeye kula ardhi ikalaaniwa. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia. Sasa inamaanisha kumbe michongoma na miiba ilikuja baada ya Sasa mimi nina swali pia naongeza, funza huenda hakuwepo, ila alikuja baada ya laana. Ila kuna watu wanakula funza, wanapiga fresh, lakini ni vitu ambavyo vilitokea kutokana na athari ya laana. Na hata nguruwe huenda hakuwepo, ila alikuwepo, ila basi ameathirika zaidi na ile laana. Kwa hiyo hivi viumbe si kama ni vibaya, viliumbwa vizuri tu, ila kulingana na ile athari ya laana imeviharibu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndo anajua kile kilibaki salama, kile hakina madhara sana, au hiki kinafaa, hiki hakifai. Na kingine, Mungu alishaagiza chakula ni kipi katika uumbaji. Unaona, alishaagiza chakula ni kipi katika uumbaji, ila baada ya laana akajua wanadamu watakuwa ni wahovyo, watataka kufanya vitu fulani na kaza. Unaona, kwa akatenga baadhi tumieni, vingine msitumieni. Lakini kwa yule ambaye kweli ana nia njema na anatafuta kweli kuyataka mapenzi ya Mungu, atatafuta lile jema tangu mwanzo. Yaani usitafute mawazo ya Mungu yale ambayo ilitoa baada ya mfano. Naomba nitoe mfano. Wewe umelelewa na mzazi wako anapokuambia bwana, mimi nataka uende ukacheze nje, ila saa 12 urudi hapa nyumbani. Saa 12 uwepo nyumbani. Wewe ukavunja sheria, ukapambana na ile sheria. Sasa mzazi wako akafanya maamuzi ya pili, akasema basi kwa kuwa umefanya hivyo, ila saa 2 ndio wage unarudi nyumbani, isipitize saa 2. Ikiwa wewe kweli ni mtoto mwema na unaamini mzazi wako ana nia njema, utaishika ile ya kwanza. Hii ya pili utaamini aliitoa kwa sababu kuna option ya mtoto wake lazimisha atake lile jambo analotaka yeye. Kwa hiyo ukitaka kujua kweli mapenzi ya Mungu yale ya halali, tafuta lile la kwanza. Kwa hiyo naamini sana katika viumbe vya Mungu vilipata athari sana na ile laana. Kwa hiyo Mungu mwenyewe akituambia fulani msile, kweli anamaanisha msile. Unaona, ukisoma hii Mwanzo 3:14 anasema wewe nyoka, kwa kuwa umewadanganya hivi na hivi, umelaaniwa wewe zaidi ya viumbe vyote wa mwituni. Na maana wapo waliolaaniwa, ila nyoka ni zaidi. Unaona, nitachangia tena ninukuu andiko jingine hapa. Ukisoma Warumi 8:20 kwenda 22, ni kweli wale viumbe waliathirika sana na laana. Kwa hiyo ni jambo la kuwa makini nao sana. Ukisoma Warumi 8:20 nasema hivi, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Ina maana hata viumbe navyo viliathirika, vilipata ubatili na ile laana. Unaona, sasa ukiona mtu anakuambia ambia tu tule sasa hivi kinaenda tu chooni, maidia, hakutakii nia njema kwa kweli, kwa sababu utakuwa kwanza unampinga Mungu. Sumuna kama hapo nimekwambia kama kuna viumbe havikuwepo, ila vilikuja baada ya dhambi. Sasa kama Mungu alimwambia michongoma na miiba itakuzalia, ina maana yeye Mungu hakuiumba michongoma na miiba, ila kutokana na ile athari imekuwepo hiyo. Sasa je, tutajuaje? Kuna hata nguruwe huenda naye alitokea tu baada ya mazingira kuharibika? Hatuwezi jua, kwa sababu sawa haijaneno, lakini tujitafakari sana, kwa nini michongoma na miiba ije baada ya uharibifu? Je, na viumbe vingine navyo pia vilitokea wapi vingine ambavyo hatuvielewi kwa mazingira sasa hivi tulionao? Bakteria sio, fangasi, kuna viumbe vingine vingi tu huenda kama funza, minyoo. Vilitokea kweli? Mungu aliumba minyoo hivi mfate mtu itokee wapi kipindi kile cha kutokuwa na uharibifu? Hasa kama mfano funza anatokea baada ya jambo kuharibika, kuoza, kufa. Na katika Eden hakukuwa na kifo. Huyo funza alikuwa anaweza kutokea kwa mlango gani? Ni kweli kwamba funza hakuwepo. Basi mimi mchango wangu ndo huo, na tujifunze katika lile la kwanza la Mungu, ndiye anakuwa ndio mapenzi yake. Haya mengine ni option ya baadaye. Mungu awabariki sana. Amina. Muda kama umeisha mseme. Haya, unajua kuna kipindi nilienda mahali nikakamatwa sana na ndugu zangu, wakasema nyinyi mnajifanya mnahubiri afya. Kwa nini tunavyo? Ndio kwenye masuala kwenye ulaji, kwa sababu huwezi ukala bila kwenda haja. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ndio nikajifunza jambo. Mungu aliwafundisha hata watu, Mungu ni mwokozi wa roho na mili na Bwana afya. Yaani Bwana afya wa kwanza ni muumbaji mwenyewe. Kwa hiyo kama mtu wa afya na mwalimu wa afya, kwanza ni muumbaji. Ndio maana hata leo utakuta nyumba nyingi na usipochimba choo ukishtakiwa,
watakuja bwana afya. Hao watakacho kufanya utajua mwenyewe, faini au sio faini. Lakini kwa nini Mungu aliwaambia kwenye Torati unapoenda kujisaidia uchimbe chini? Sasa hivi kwa sababu hatuami sana kama zamani, tunachimba shimo moja refu na bado serikali ikasema haitoshi, kuna magari ya kunyonya maji taka na kupeleka sehemu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ni bwana afya wa kwanza wa kumfundisha mwanadamu. Ndio maana leo unaposema labda nguruwe na wadudu, kidaktari au kisayansi wakipima watakwambia ni kweli, lakini Mungu labda hizo darubini kipindi hicho kulikuwa hakuna. Ila sasa uthibitishe maagizo ya Bwana ni amini na kweli, ukienda ukichukua hivyo vitu utakuta vina athari katika afya ya mwili wa nani? Wa mwanadamu. Ni kwa sababu kipindi hicho labda hata ukoma, si ndio? Mungu aliokataza wakoma wasichangamane. Mimi nikauliza hivi, hata wagonjwa vipindupindu hospitalini wanaodi zao. Sasa je, wakitengwa na wenzao kunakuwa hakuna upendo tu kwa sababu wametengwa? Hapana. Kwa hiyo hata Mungu alivyotofautisha vitu ni sahihi. Kwa hiyo hata Mungu alipotenga watu kulikuwa ni nini? Ni sahihi. Kwa sababu miundombinu ya nyakati hizo ilikuwa ni nini? Ni tofauti hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye swali, mwenye nyongeza? Kama muda upo, kama upo tuitimishe. Mada ilikuwa ni vyakula vinavyopaswa kuliwa na vinavyoliwa. Nimeona mkono wa mtumishi hapo. Sawa. Mimi nataka kuwekwa sawa kidogo. Naam. Kwa alichokielezea Kevin kwamba inavyoonekana mwanzoni pengine hata nguruwe hakuwepo. Unaona, sasa kwa sababu ni mjadala hatuwezi tukaacha tu amen kweli kabisa ukapita juu juu. Naam. Sasa mimi nitaka labda kama kuna mtu anaweza akalithibitisha hilo kwa undani, kwa sababu mimi ninavyoamini hiyo miiba hiyo kama miti. Kwa ninavyoamini Mungu aliumba. Kwa sababu kama hata hivi tunavyoviona kwamba ni najisi, bado viliumbwa na Mungu, kama mtumishi ulivyoeleza kwamba vilikuwa na kazi yake maalum. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona hata miiba pia ilikuwa imeumbwa na kuwekwa sehemu yake maalum kwa kazi maalum. Unaona, sasa ardhi inaporaniwa, ardhi inaporaniwa maana yake kazi ya ile miiba ilikuwa na kazi yake special, inakuwa sehemu fulani kulingana na Mungu jinsi alivyoiumba. Kwa badala ardhi izae ile matunda ambayo Adamu alipaswa kula, then haitazaa, ila kwa sababu ya laana ndio hiyo michongoma inafanyaje? Kumaanisha kwamba maisha ya Adamu yatakuwa ya taabu na dhiki, yani ardhi haitakuwa na uwezo wa kufanyaje? Wa kuzalisha matunda. Sasa mimi ndivyo nilivyoelewa. Sasa nilitaka kwa sababu ni mjadala iwekwe sawa. Je, hii miiba hii kwamba ilikuwa haijaumbwa katika uumbaji wa Mungu ni matokeo ya laana, na pia hata hizi nguruwe, kwa sababu tunaamini kwamba viumbe vyote vimeumbwa na Mungu. Unaona, viumbe vyote wao wasafi au si safi, wote wameumbwa na Mungu. Na kama ni matokeo ya dhambi, je, tutatumia ushahidi upi ambao utakaotupeleka katika mustari? Kwa sababu tunapojifunza sio mambo yapite. Lengo uweze kuprove na kuweza kudhibitisha kwamba hili jambo limekaa sawa. Na funzo lingine ambalo nilolipata ni kwamba unaweza ukawa umepitia kwa kula vyakula hivi ambavyo Mungu amevikataza, ukawa unapitia laana. Na ndio maana wengine unakuta labda tuna maisha magumu huko, pengine tulikuwa tunakula nguruwe. Unashangaa maisha Mungu sasa nakuita akuwe kwenye mstari, lakini ule uchafu bado unakutafuna kiasi kwamba Yesu bado ana kazi ya kuendelea kusafisha ili ukae kwenye mstari. Unaona? Kwa hiyo unaweza kushangaa pia matokeo pia hata ya uraji wa hivi vyakula ni kwa sababu wengi ni wamemkataa Mungu, kwa sababu huwezi ukaacha kumwamini Mungu wa kweli ukashika utatu alafu utarajie utaacha kula nguruwe. Lazima ule nguruwe. Na chunguza tu kwa makini, waamini utatu harisi ndio wanaokula hivi vyakula. Yaani ukiamini tu utatu lazima ule hivi vyakula. Na hata wa Sabato SDA wewe subiri tu, ni swala la muda wataanza kula. Nadhani nimesikia. Pili, labda tunapokuwa ndio maana mimi napendaga kusomaga Biblia kwa muktadha. Tunapokuwa tunatoa majibu ya swali liloulizwa. Hata Mungu asema aliipanda bustani, si ndio? Afa akamweka ule mtu. Nilikuwa najiuliza sana. Unajua hakuna kitabu kigumu. Unajua tunaonaga tu hakuna vitabu vigumu kwenye Biblia kama kitabu cha Mwanzo na Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa upande wangu mimi. Kwa nini? Ni vitabu vigumu. Kwa sababu hata wewe kutoka katika dhambi na kuwa mtu mkamilifu ni vigumu. Bila neema yana, ndio maana wengi walifia wapi? Jangwani.
yaani kutoka katika maisha tuliyozoea ya ujahilia